Seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago anawataka Wakenya kujitokeza kwa wingi kupiga kura, huku chama cha United Democratic Alliance UDA kikiendelea na uchaguzi wa ngazi za mashinani katika kaunti hiyo. Seneta huyo anasema chama kimerudia zoezi la upigaji kura ili kujaza nafasi 6 zilizokuwa wazi, na maafisa wapya 13 sasa wameidhinishwa kusimamia vituo vya kupigia kura. Tulikuwa tumepiga kura hapo awali na tukabaki na nafasi kama 6 ambazo hatukupata waniaji ambao waliwania hizo viti. Kwa hivyo tumerudi kwa uchaguzi hii kuhakikisha tunapiga kura kwa wale watawakilisha chama katika polling station. Ameangazia pia matumizi ya mifumo mipya ya uchanganuzi wa vitambulisho vya kitaifa vinavyolenga kuzuia udanganyifu na kuongeza uwazi katika uchaguzi. Naona kama UDA ndio itachangia pakubwa sana hata serikali pamoja na IEBC kwenda kwenye njia ya kupiga kura kutumia teknolojia. Kwenye teknolojia ambayo tunatumia kwa uchaguzi kama UDA, hapo mwanzo ulikuwa unakuja unasema namba yako ya kitambulisho. Kwa hivyo kulikuwa na uwezekano mtu kuja na nambari za vitambulisho ya watu na kusema na kuweza kupiga kura. Leo hii mmejionea wazi ya kuwa lazima wewe mpiga kura mwenyewe ufike kwenye polling station, ukue mbele ya wasimamizi wa kupiga kura, upeane kitambulisho yako, wahakikishe wewe ndio mwenye kitambulisho. Pia sasa wakitumia sasa teknolojia watafanya scanning ya kitambulisho yako. Kwa hivyo hakuna maana ya kusema ID number. Mandago anawakumbusha Wakenya kujisajili mapema kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027, huku akisema kila kura ina mchango mkubwa katika mustakabali wa nchi. Aidha, alimpongeza Rais William Ruto pamoja na wafuasi wa UDA kwa kuendeleza nguvu na uhai wa chama katika ngazi za mashinani. Nikiripotia Hubs Media, mimi ni Marlon Lichuma.